Na mtazamaji, huku serikali ikijiandaa kuwafidia waathiriwa wa maandamano kutoka mwaka 2017, baadhi ya familia na waathiriwa wa dhuluma za polisi sasa pia wanataka kufidiwa. Maina Kariuki ameishi na risasi kichwani kwa miaka 18 tangu alipopigwa risasi wakati wa purukushani na polisi hapa Nairobi na kumwacha na ulemavu wa maisha. Ode Francis alikutana na Maina na familia yake na hii hapa taarifa yake. Mtaa wa mabanda wa Matopeni, eneo la Maana, Kayole, Maina Kariuki mwenye miaka 38 anatuelezea yaliyomsibu miaka 18 iliyopita. Nimeishi na hii bunduki, risasi kwa kichwa yangu. Tukifika tarehe 14 hii mwezi tumeshika leo, nitakuwa na miaka 18 kwa kichwa yangu. Siku hii anayoitaja ya Aprili mwaka 2008 ilibadili maisha yake. Maina anatuelezea kuwa alikuwa ametoka kusaka kibarua na aliporudi nyumbani kupitia mto Nairobi akakutana na umati wa watu uliokuwa ukikabiliana na maafisa wa polisi. Saa zile nikisonga nyuma hivi nilikuwa nimehepa hivi, sinahepa hivi vyenye watu wanahepa, nilijipataga nimeanguka hivi. Tayari nilikuwa nishapigwa risasi yake. Askari mwenyewe siwezi mkumbuka, lakini najua ni walikuwa wakaya wale police station. Maisha ya Maina kwa sasa yamebadilika. Hawezi kufanya kazi wala kusaidia familia. Hali hapa nilipigwa risasi ni hapa hivi. Unaweza hata kukuta pia hata 2 weeks. Bila kuba kama sijaoga juu lazima nisaidiwe. Unashika? Mimi najiulizanga maswali mingi kwa roho yangu. Nikikupa kama leo, huyu mtoto wangu atapaki aje? Mpaka naambia Mungu kama nitakufa atangulie huyu. Ndio mimi na yeye nimfuate. Mimi ni mkimbizi wa kutoka Naroko. Tulinyang'anywa mashamba. Hatuna mbele wala nyuma. Chumba hiki kinasalia mahali pake pa kulala, kula na kuishi, yeye na mamake pamoja na wanawe wawili. Kwanza wakujie hii kitu yao iko hapa. Ni hata sasa uambie vizuri sana, nimechoka kukaa na ridhe yao kwa kichwa. Ila Maina anashangaa tofauti yake na wale wanaotarajiwa kufidiwa kufuatia maandamano ya Gen Z ni upi? Waanze na sisi. Kwanza sisi wenyewe ndio wenyewe tumekaba walai. Kama mimi mwenyewe nimeishi na hizi scratches for 18 years. Wapatie malipo. Tuone maiti hata watoi wake wametoka hii step wameenda ile ingine. Kama ni shule wasome fit. Jubuda yake angetaka kuumia, awache watoi wake wakifanya nini? Wakiumia. Miaka 18 ya kuishi na risasi kichwani inazidi kumponza Maina. Maina ambaye alitaka sana kuwa mwanahabari, sasa asikuwe mwanahabari kwa sababu ya risasi ambayo imemfanya asiweze kufanya shughuli za kawaida akiwa na familia ya watoto wawili. Sasa Maina anataka familia yake iweze kuzingatiwa katika fidia ambayo serikali inanuia kufidia wale ambao waliweza kuathirika na maandamano. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika mtaa wa Maana, Matopeni, kaunti ya Nairobi.